Siku zote katika dawa, mtazamaji, si kila anayepanda mbegu hupewa maua. Wengine licha kwamba wanapanda mbegu, lakini bado hukutana na maneno makali, hukutana na kashfa, hukutana na upinzani. Lakini kila ambaye anafanya jambo jema kwa ikhlas, katu hawezi kukatishwa tamaa na maneno ya watu. Licha ya baadhi ya watu kuonekana kutaka kumkata upepo dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki, lakini bado mwamba huyu wa miambani ameendelea kutamba na kufanya yake katika ulingo huu wa dawa. Hapa ni katika kiwanja cha ndege cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam, Tanzania. Tuko hapa kwa ajili ya kuwapokea wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka katika miji mitakatifu ya Makka na Madina. Hawa ni wale ambao wamepata bahati ya kwenda kutekeleza umra. Ni idadi ya watu 8. 6 kati ya hao ni miongoni mwa wanafunzi wa Sheikh Nuruddin Kishki katika darasa zake ambazo anazifanya. Kwa wale ambao hawatambui, Sheikh Nuruddin Kishki ana madarasa katika maeneo matatu tofauti: msikiti wa Veterinary, Masjid Anbiya, Paltemeke Wireless, na darasa la kina mama ambalo hufanyika makao makuu ya Al-Hikma. Nazungumzia Al-Hikma Primary School. Na wawili katika hao 8 ni dada yetu Snura na mume wake. Wao wamepata nafasi hii kwa sababu ya dada yetu Snura ambaye alikuwa ni sehemu ya watu waliojitolea sana katika mashindano makubwa ya Qur'an ya mabara yote ulimwenguni, naye akazawadiwa zawadi ya umra yeye na mume wake. Hivyo idadi ya watu 8 Al-Hikma Foundation imeweza kuwapeleka katika mji mtakatifu wa Makka. Usichokifahamu ni kwamba miongoni mwa wanafunzi wa Sheikh Nuruddin Kishki ambao leo tunawapokea ni 6, lakini jumla ambao walienda kutekeleza ibada hiyo walikuwa ni 10. 4 tayari walienda miezi 3 iliyopita. Hawa waliipata nafasi hiyo kwa sababu Sheikh Nuruddin Kishki mwishoni mwa darasa lake kufunga muhula aliamua kuwatahini wanafunzi wake kwa kuwapa mitihani, na wale waliofanya vizuri Sheikh amewapa zawadi ya kwenda kutekeleza ibada ya umra. Wengi wao ambao hawakuingia tatu bora, wao walipata nafasi ya kupewa zawadi mbalimbali za fedha. Hapa tuko kwa ajili ya kuzungumza nao, watuambie hisia zao baada ya kufika kwenda kutekeleza ibada hiyo adhim ya umra. Nyuma ya kamera yuko Hussein Omar Almas Bakari Hoba. Mimi naitwa Abdullahi mwana wa Maalim Mashi, tukawasikilize. Majina naitwa Rasuli Omar Muhammad, ni mwanafunzi wa Sheikh Nuruddin Kishki kutoka katika Dar es Salaam Masjid Anbiya katika kitabu cha Khudhu Aqidataka ambacho ni kitabu cha tauhid. Mashallah, tuambie hisia zako baada ya kuzuru mji mtukufu wa Makka. Kwanza kabisa alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, kisha namshukuru Sheikh Kishki pamoja na taasisi kwa ujumla. Lakini kwa ufupi, yani nadhani katika uhalisia furaha nilionayo siwezi kuielezea kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu ya muda mrefu na nadhani ni ndoto ya wengi. Lakini alhamdulillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimeweza kuzuru katika ule mji na nimefanya ibada. Kwa hiyo yani furaha nilionayo ni furaha kubwa sana. Kubwa, naomba Mwenyezi Mungu atukubalie ibada zetu katika zile tulizozifanya. Alhamdulillah. Habibi, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani akhi? Ramadhani Yusuf. Wewe ni mwanafunzi wa Sheikh Nuruddin Kishki katika darasa la wapi? Darasa la Veterinary, membari ya Veterinary. Naam, tuambie hisia zako baada ya kuzuru mji mtakatifu wa Makka. Mara ya kwanza unaona ile Kaaba, ilikuwaje? Sheikh wangu, kwanza nilidondosha chozi. Allahu akbar. Sikuamini macho yangu kwamba kweli mzalamu amefika katika nyumba takatifu, nyumba kongwe, zile kuasia zile ambazo hazielezeki. Sheikh wangu, jambo gani ambalo litabaki kwenye kumbukumbu ya maisha yako yote kwa ziara hii ya umra? Kumbukumbu ambayo itakabakia katika maisha yangu yote ni kulishika Kaaba kwa mkono wangu wa kulia. Yani hiyo kitu ambacho nilikuwa nakiona tu kwenye TV, nasoma kwenye vitabu, lakini siku ambaye nilikwenda kuishika Kaaba kwa mkono wangu wa kulia, hiyo ndio itabakia alama katika maisha yangu na mpaka umauti unanikuta. Mashaallah. Allah kubarik sana. Allahumma amin. Asante sana. Kwa jina naitwa Zuberi Saleh Jaha. Naam, Sheikh Zuberi, wewe ni mwanafunzi wa Sheikh Nuruddin Kishki katika darasa la wapi? Mimi ni mwanafunzi wa Sheikh Kishki katika darasa la Temeke, mtaa wa Boko pale Masjid Anbiya. Darasa ambalo inafanyika katika siku ya Jumatano baina al-Maghrib wal Isha, darasa la Aqida. Naam, tuambie umebahatika kuwafikisha, umeeleza ibada muhimu sana hii ya umra. Tueleze hisia zako kwa upande wako baada ya kufika mara ya kwanza, nini kilikuja katika fikra yako? Kwanza awali yote kabisa hatuna budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia hisi wachache kabisa miongoni mwa wengi kuweza kubahatika kwenda kufanya ibada hii ya umra, kwani hii si kwa uwezo wetu wala si kwa ujanja wetu, isipokuwa ni kwa tawfiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hatuna budi kusema alhamdulillah. Kiufupi ni kwamba kwanza kabisa
tunashukuru, tunamshukuru shehe wetu Sheikh Nuruddin Kishki pamoja kabisa na taasisi yake ya Al-Hikma Foundation kwa mchango mkubwa ambao umetuwezesha sisi mpaka kufika katika kutupeleka sisi hapa katika ibada hii ya umra. Allah awapikie la khairi, kila sehemu yenye udhito basi Allah subhanahu wa ta'ala awatilie wepesi ili majambo hayo yaende kwenda salama salimini. Na mtazamaji, miongoni mwa wale ambao ni katika sehemu ya wanafunzi wa Sheikh Nuruddin Kishki, yeye ni ukti wetu hapa, ukti Leila. Ukti, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuambie kwa faida mtazamaji, wewe ni mwanafunzi wa Sheikh Nuruddin Kishki katika darasa la wapi? Mimi ni mwanafunzi wa Sheikh Kishki katika darasa la kina mama. Naam, ukti Leila, tuambie hisia zako. Mara nyingi kwa muda mrefu kwa ukisoma tu historia za Maka, pengine unaziona madrasa huko, lakini kwa mara ya kwanza unakwenda kuiona ile Al-Kaaba ile pale. Nini ambacho kilikuja katika fikra yako? Kwa kweli kilichokuja katika fikra yangu ni kwamba kwanza nilimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu huu ulikuwa ni wito ambao yeye ametupa na sisi tukaitika. Haikuwa ni kitu ambacho tumetarajia kwamba tunaweza kupata zawadi kubwa kama hii, na hii kwetu sio zawadi tu, ila ni tukio ambalo limeandika historia katika maisha yetu. Sehemu ambazo tulikuwa tukizisoma katika historia, leo hii tumefika na tumefanya ibada pale, tumeona maeneo matukufu. Alhamdulillah. Kubwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Pia tunamshukuru mlezi wetu, shekhe wetu Nuruddin Kishki. Tunamwombea dua, Allah ampe afya, ampe umri, ampe nawasa, pia zawadi za namna hizi ziendelee zaidi na zaidi ili kuleta chachu ya watu wengi zaidi kufika maeneo kama yale. Alhamdulillah. Mashallah, barakallahu fik. Shukran. Ukti, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani dada? Sania Yusufu. Kwa faida mtazamaji, ni mwanafunzi wa Sheikh Nuruddin Kishki katika darasa la wapi? Naam, alhamdulillah. Mimi mwanafunzi wa Sheikh Nuruddin Kishki katika darasa la kila mwezi inshallah. Naam, tuambie mama yangu, Allah amekuafikisha, umeenda katika mji mtukufu wa Maka, umeenda Madina, pengine uliona kaburi la mtume kule. Tuambie, baada ya kuombewa kaburi la mtume lile pale, hisia zako zilikuwaje? Kwa kweli nililia sana kwa sababu nilikuwa sitarajii kwenda, lakini alhamdulillah nashukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kwenda na tukarudi salama. Lakini nashukuru Al-Hikma Foundation chini ya Nuruddin, chini ya shehe wetu Nuruddin Kishki ambaye ametuwezesha kwenda kule tukatimiza ndoto zetu. Alhamdulillah, tumetembea, tumeenda Al-Kaaba, tumetufu, tumekwenda Safa al-Marwa, tumerudi alhamdulillah. Tumeona kaburi la mtume. Tumeona kaburi la mtume alhamdulillah. Maswahaba, tumeenda kwenye makaburi ya maswahaba alhamdulillah, misikiti alhamdulillah. Tunashukuru, tunawaombea dua Al-Hikma, Allah wahifadhi, atengeneze mambo yao, hatuna cha kuwalipa, tunaomba dua, tunaombea dua inshallah. Inshallah, shukran sana. Tuambie Ukti Salma, hisia zako, furaha yako baada ya kufika kwa mara ya kwanza katika mji mtakatifu wa Maka. Alhamdulillah, kwanza namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuniwezesha na kuniita katika nyumba yake. Pili, namshukuru sana Sheikh Nuruddin Kishki, kwani yeye ndi miongoni mwa sababu ambao imenifanya nifike huko siku ya leo. Hatuna cha kumlipa isipokuwa ni kumwombea tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Najisikia furaha sana 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 kuweza kushika Al-Kaaba, kuomba dua, kusali katika makamu Ibrahim, kuingia katika raudha. Kwa hiyo nina furaha sana sana sana. Umekutana na vitu vingi sana Maka, na jambo gani ambalo litabaki kwenye kumbukumbu yako kwa maisha yako yote? Kiukweli yote yatabaki katika maisha yangu, lakini pia ukarimu wa watu wa kule, tumejifundisha mengi na inshallah tutaendelea kuyafanyia kazi. Afwan. Mtazamaji wa Kishki TV, miongoni mwa wale pia ambao walipata nafasi ya kwenda kutekeleza ibada ya umra ni dada yetu Snura pamoja na mume wake Minhal, na wao wenyewe wamekuwa ni sehemu kati ya wale waliokwenda kutekeleza ibada hiyo kule Maka, wakiwa wameambatana na wale wanafunzi wa darasa za Sheikh Nuruddin Kishki. Muda huu tukazungumze nao, watuambie hisia zao zikoje kwa zawadi hii kubwa ambayo Allah amewatunuku. Ukti Snura, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza hongera kwa ibada hii muhimu sana. Nashukuru sana, alhamdulillah. Hii ni mara yako ngapi pengine unaenda kutekeleza ibada hii ya umra? Ni mara yangu ya pili. Bila shaka hukuwa na ugeni huo kwa kiasi kikubwa, lakini pengine kwa namna ambavyo umeenda kwa safari hii, ni kitu gani kikubwa ambacho kitaendelea kubaki katika kumbukumbu zako kwa maisha yako yote?
Kiukweli hizi ibada za haji na umra kila utapoenda hata uende mara 100, kumbukumbu haikosekani kutokana na ukubwa wa ibada na ukubwa wa ile miji. Kwa hiyo lazima tu utapata, yani lazima utapata kitu tofauti. Si kwamba utakavyoenda mara ya kwanza ya pili itakuwa ni hivyo hivyo, hapana. Nimeenda umra mara ya kwanza, nimejifunza vitu tofauti, lakini safari hii pia nimeenda, kuna baadhi ya sehemu za kihistoria mara ya kwanza sikufika, safari hii nimefika, alhamdulillah. Kwa hiyo nimezidi kujifunza. Kwa namna ambavyo zawadi hii imekuja kwako ni bila kutarajia. Kwa unafanya kwa kujitolea kwa ajili ya Allah, lakini baadaye kila ambacho kwa unakifanya bila matarajio haya unazawadiwa hiki ambacho umekipata. Pengine hisia zako baada ya ile tukio, lakini pia kwa uongozi ambao umekuwa sehemu ya wao kukufanya kubahatika na hichi ambacho umekipata kwa mara ya pili. Kikweli kwanza mimi niseme na ishukuru taasisi ya Al-Hikma Foundation. Namshukuru sana shehe wetu Nurdin Kishki, amekuwa ni mtu ambaye hajawahi kutuacha. Ni mtu ambaye toka awali aliponiita ofisini kwake mpaka leo, kwanza alituambia mmekuwa ndugu zangu, na kweli tunaona ametufanya kuwa ndugu. Alhamdulillah, nashukuru kwa hilo. Na vile vile nashukuru taasisi kwa kile ambacho walikiandaa na mpaka kupelekea mimi kupata hizo tiketi ya mimi na mume wangu kwenda umra. Allah walipe kheri, alhamdulillah. Al-Akhi Minhal ambaye ndio mume wa dada yetu Snura, ambaye naye pia aliweza kuambatana na mke wake katika safari hii ya kiibada ya umra. Akhi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hongereni sana kwa ibada hii. Alhamdulillah, shukrani sana. Minhal, tuambie ni mara ya ngapi unaenda kuzuru Makka na Madina? Ni mara ya pili. Mwaka jana ilikuwa mara ya kwanza nadhani. Okay. Tuambie pengine hisia zako, uliona Kaaba mara ya kwanza, lakini mara hii pia unaona Kaaba, umezuru kaburi la Mtume, makaburi ya maswahaba. Picha gani ambayo unaipata ukifika katika maeneo yale? Alhamdulillah, kwanza ni furaha sana kufika sehemu ambazo watu wanafanya ibada bila kuchoka yani. Na pia ni sehemu ambayo kila sekunde watu wanaingia na kutoka, kila sekunde. Na pia pamenifunza vingi sana, yani Mwenyezi Mungu sisi tunamhitaji sana, ila yeye hana shida na sisi kabisa, kwa sababu wakati unavyojua unafanya ibada huku Tanzania kuna watu masaa 24 wanafanya tawafu, masaa 24 wanamsujudu. Yani hivi wakati tunaongea hapa tuko Tanzania, kule ibada zinaendelea. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakupa kidogo kwamba unajiona wewe kwenye ibada bado, ongeza sana. Kweli. Pengine kwa Al-Hikma Foundation, kwa umuhimu ambao wanaufanya kutoa zawadi hizi za watu kuwapeleka umra, wangeliweza kutoa zawadi za namna mbalimbali, lakini miongoni mwa mambo ambao wao wamewapa kipaumbele ni watu kuwapeleka haji, watu kuwapeleka kwenda kufanya umra. Hili unalionaje na lipi ambalo ungelipenda kulisema kwa Al-Hikma Foundation? Kwanza watu wanaweza kadhani labda umra ni kitu cha kawaida sana. Hapa kwa haraka haraka Al-Hikma imetoa karibu milioni 10 kasoro hivi kwa watu wawili. Yani hiyo ni wawili tu, yani wasije wakajua labda umra peleka umra labda hawajatoa kitu. Gharama yake ni milioni 10 kasoro. Kwa hiyo ukisikia watu wameenda watu 8, hebu piga hapo, kama wawili ni milioni 10 kasoro kidogo, watu 8, watu 6 itakuwa ni kiasi gani? Alafu hata ungepewa pesa, labda umefanya jambo fulani, umejitolea kwenye jambo fulani, labda ukapewa pesa, isingefikia gharama ya kuswali swala 100,000 kwa swala moja. Yani ukiswali pale Maka swala moja inahesabiwa ni swala 100,000. Kaaba pale Madina Nabawi swala moja ni 1,000. Niambie ni kiasi gani utanipa mimi nifikishe gharama hiyo? Nifikishe yani uzito huo wa swala. Hamna hiyo gharama, hata upe bilioni sasa hivi haifikii. Kwa hiyo ukiswali siku 5 pale umeswali karibu miaka, umepiga mahesabu sijui miaka ni gharama, yani miaka kama umefanya ibada miaka 140 hivi nadhani nimepiga mahesabu. Kwa ni wengi tutapata. Sio wengi, yani sijui kama tutafika hata hiyo 70. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana, ila watu labda watalichukulia kawaida, lakini ni jambo kubwa sana. Mtazamaji wa Kishki TV, hayo ndio ambayo yamejiri kutokea hapa katika kiwanja hiki cha ndege cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam. Kongole sana kwake Sheikh Nurdin Kishki kwa hichi ambacho amekifanya, wakati ambapo wale mahujaji leo ndio wamerejea, wakati ambapo wageni wa Mwenyezi Mungu wamerejea kutoka Maka. Sheikh Nurdin Kishki yeye bado anaendelea na ziara yake ya kidawa kule mkoani Iringa. Hakuna kulala. Asante kwa wote, mimi naitwa Mwana Mali Mashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV, nuru ya dini yako.